Punge power. Punge power. Leo hii tumefika tena. Wakati Daktari Fred Okengo Matiang'i wakati alifika mji wetu wa Kisii, ilikuwa ni tarehe 2. Wakisii wote pamoja na Wakenya kwa ujumla walitoka sijui ni siafu, walitiririka, tititi, wakamwagika, wakachacha. Na kwa kweli tarehe 30 tena leo hii nimekuja kuitangaza mjana asubuhi saa kama hizi. Tarehe 30 tena nataka kutangaza public holiday katika mji wetu wa Kisii. Kwa hivyo nimeitangaza officially, nikawa kama kiongozi. Najua watakapofika Wakenya kwa ujumla watakuwa katika mji wetu wa Kisii. Watakuweko wote katika mji wetu wa Kisii. Najua Daktari Fred Okengo Matiang'i alikorejesha makaratasi zake kula Marekani. Sasa hivi amerudi, ako Kenya, na tunajua Kenya imeamua iko nyuma ya Fred Okengo Matiang'i. Kenya iko wapi? Nyuma ya Fred Okengo Matiang'i. Tuko nyuma yake. Kwa hivyo leo hii sisi hatuna matusi yoyote kwa kutusi serikali yetu ya Kenya, kwa sababu ndio serikali iko mamlakani sasa hivi. Lakini tunasema safari ya Daktari Fred Okengo Matiang'i atakapokuja mji wa Kisii, ninaomba wamama, wasee, vijana na wote walio katika mji wetu wa Kisii. Kwa hivyo tumetangaza itakuwa ni public holiday. Kwa hivyo tunawaomba wafanya biashara, wauzaji matunda, wauzaji mboga, wauzaji mabags, wenye waendezaji magari, na kila mwananchi ambaye atakayokuwa, hata street boys wafanya mabeba wenzangu wanafunga kazi. Najua hiyo siku kazi zote tumetangaza kuna kufungwa na itafungwa, kwa sababu sisi tuko na uhakika Wakenya wote tuko ya nyuma ya Fred Okengo Matiang'i, tuko nyuma yake. Kwa hivyo ninawaambia hatuna ukomvi wowote wa kuogopa, bali tunashukuru. Nataka kuzungumzia maandamano yatakayokuwa kesho. Mimi najua kesho wananchi watakuwa tu na maandamano ya amani. Tunaomba pengine maandamano itakapokuwa, hatutaki mafurugu na hatutaki watu wa kuharibu vitu vya watu, kwa sababu maandamano iko katika katiba. Na mwenye atakao chukua kuharibu mali ya wananchi tunakataa. Tunaomba ikiwa mnaandamana muandamane kwa amani, lakini msiharibu vitu yote ya wananchi. Kwa hivyo tunaomba wewe ndugu yetu baba, uko ndani ya serikali, inastahili kuliko uliingia upange serikali vizuri ndio umeacha serikali ikijipangua. Kwa hivyo tunakuomba pia wewe ushughulike na serikali. Kwa hivyo tunaomba sisi, mimi kama Mkisii, na ninatangaza kama kuwa Mkisii, siku ya tarehe 30, hiyo ndio siku ya furaha kabisa katika mji wetu wa Kisii. Watu watatoka wengi kuja kumlaki Daktari Fred Okengo Matiang'i. Punge power. Punge power. Unajua bunge letu hili bunge hatutamtusi rais wa jamhuri, bali sisi ni kumwambia, sisi ni kuwaeleza. Hatakuwa na matusi na hatutakubali kumtusi. Lakini kunao
wala sijui ni vibaraka vyake vidogo, kuliko wafanye kazi ya kumpa rais wetu, wampe maelekezo mazuri afanye kazi. Kazi yao ni kutusi Dr. Fred Okengo Matiang'i. Tuache maneno ya matusi. Leo hii sisi tukiwa kama wabunge, watoto wa maskini, watoto wa kusaulika, watoto wa mateso, tunaomba tuwe na amani katika nchi yetu ya Kenya. Tunaomba amani, tunaombea nchi kuwe na amani, wananchi wawe na amani, na Kenya yote kwa ujumla iwe na amani. Kwa hivyo tunaomba wananchi wetu siku ya tarehe 30, hiyo ndio siku nao sungumzia sana. Najua sisi si wa kulipwa, sisi si wa kupewa hongo, sisi si watu wa kupewa pesa yote. Mutoke wingi kwa wingi, na hiyo tiketi yenye Matiang'i atakao simama, najua itakuwa na kununuliwa, haitanunuliwa hata shilingi moja. Tutakuwa nyuma ya tiketi yenye Matiang'i atakao tupewa mwelekeo, tutakuwa nyuma yake. Kwa hivyo najua sisi kama Wakenya tuko ya nyuma ya Daktari Fred Okengo Matiang'i, tuko nyuma yake. Liwe liwaro, sisi tuko nyuma yake. Iwe ni moto, iwe ni maji, iwe ni chua, iwe ni mvua, tuko ya nyuma ya Daktari Fred Okengo Matiang'i. Kwa hivyo tuko nyuma yake, na najua tuko nyuma yake kidete. Ndivyo atugeuki wala atubanduki, iwe kwa upanga, iwe kwa bunduki, iwe kwa kisu, tuko nyuma yake. Ndivyo. Na sisi hatupigani, hatutaki kupigana. Sisi kama wabunge wananchi ambao tunaojitafutia kwa mchengo, ambao tunaopigana kwa hadi ya kuuza mabags, aki ukweli unga imeenda juu, unga nayo imeenda mrama, unga imepanda kupanda. So tumekuwa na mazungumzo ya shida imekuja katika mafamilia, watu wanalala njaa, wamama wanaibiwa vitu katika mji wetu wa Kisii, waizi wameenea kila kona, mavibanda vinavunjwa na waizi na mikora. Kwa hivyo tunaomba serikali tulindie, mikora imejaa, wakora wamekuwa wengi wa kuharibu vitu za wamama. Hivyo mali za wamama, mali za umma zinaharibiwa kiholela na mikora katika mji wetu wa Kisii. Kwa hivyo tunaomba amani na upendo siku ya tarehe 30. Kila mmoja atokee, na hii matangazo naomba iwekwe kwa kila redio. Watu watokee kabisa, watoke kwa kila sehemu ya mji wetu wa Kenya. Watu watatoka Western, watu watatoka Ujaruoni, watu watatoka Rift Valley, watu watatoka Mount Kenya, na nchi yote mpaka Mombasa watakuwa mji wa Kisii. Nao si maribo, wengine wameanza kuingia ndani ya mabasi kusafiri kuja mji wa Kisii. Kwa hivyo tunaomba usafiri uwe mwema katika barabarani. Mungu awalinde na watakase mnapoingia katika mji wa Kisii. Kwa hivyo mji wa Kisii tuko na amani na upendo umejaa kila kona. Asanteni sana. Amina, hakuna cha kuongezea, tumemaliza.